nasi tunajua Biblia ni neno la Mungu na ni Mungu, kwamba awaye yote asiye na roho wa Mungu, huyo si wa Mungu. Na tunaamini maneno ya Mungu ni amini na kweli, hana kigeugeu, akisema ndivyo ilivyo. Kama si wa Mungu, huyo asiye na Roho Mtakatifu, basi ni wa nani? Atakuwa ni wa nani? Tunafahamu dhahiri kwamba atakuwa ni wa Shetani. Sema amen. Na yeyote asiye na roho wa Mungu ndani yake, maana yake ana roho wa Shetani anayeendesha shughuli zake na mifumo ya maisha ya huyo mtu. Kwa nini? Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Alijuaje? Alijua mfumo wa maisha yao ulikuwa sio mfumo wa roho wa Mungu, ulikuwa ni mfumo chini ya roho wa Shetani. Kwa hiyo kila walichokuwa kikifanya kilikuwa kinatambulisha ufalme ulio ndani yao, roho iliyo ndani mwao. Ndio maana kwa ujasiri Yesu akawaambia ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu matendo ya kishetani ndiyo myafanyayo na mawazo ya shetani ndiyo myawazayo. Ndio maana hata muda huu mnawaza kuniua, kwa sababu baba yenu ni muuaji, na ni muuaji tangu zamani. Kwa hiyo usipuuze. Kama kweli umeamua kuwa msafiri na mpitaji katika dunia hii ambayo unaelekea kwa Mungu aliye hai, katika ufalme wetu wa Mungu wetu wa mbinguni, usipuuze kila wakati kutafakari juu ya Roho Mtakatifu na kujua kama wakati huo uliopo, kinachoendesha maisha yako, kinachoendesha utumishi wako, kinachoendesha kazi zako na shughuli zako zote ni roho ipi? Ni roho gani? Sababu tukizembea tu tukakosa kuwa chini ya uongozi wa roho wa Mungu, shetani anajipenyeza haraka. Kwa kawaida mwili wa mwanadamu pasipo roho hauwezi kaishi. Hebu sema wewe, mwili wa mwanadamu unaendeshwa na roho, yaani unaongozwa na roho, ama roho ya shetani ama roho ya Mungu. Lakini Mungu anasema wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Tamani kuwa mwana wa Mungu kila itwapo leo. Tamani kuwa wa Mungu kila itwapo leo. Na kitakachokufanya kila wakati uwe wa Mungu ni Roho Mtakatifu akikaa ndani yako kila siku. Vile anavyokaa ndani yako, vile anavyokuwezesha na kukuongoza, vile anavyokutia nguvu katika kufanya chochote, hasa utumishi wa Mungu, ndivyo utakuwa kila siku unathibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hebu sema amen. Kwa hiyo tuliangalia wale waliokuwepo jana, tumeangalia ili roho wa Mungu aje ndani yako, kuna vigezo, kuna vitu vinavyofungulia mlango wa Roho Mtakatifu kukaa ndani yako. Tukasema cha kwanza ni upendo wa Mungu ndani yako. Na tukasema upendo wa Mungu umegawanyika katika vipengele viwili. Kuna upendo juu ya Mungu, yaani wewe na mimi kumpenda Mungu kama baba yetu. Lakini kuna nafasi nyingine ambayo Mungu ametutaka ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Na anasema mtu asiyempenda jirani yake kama nafsi yake aweza akasema ninampenda Mungu, huyo ni mwongo. Hebu sema amen. Watu wengi wanaweza kusema kwamba mimi nampenda Mungu, lakini kipimo chetu cha kumpenda Mungu ni kiasi gani tunawapenda wanadamu tunaoishi nao. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba uwezo ukasema ninampenda Mungu usiyemuona ikiwa jirani yako, mtu wa karibu naye muona, unamchukia. Hivyo kumpenda Mungu hakuwezi kukaa ndani yako.
kwenye maisha yako ya kila siku, hakikisha hata kama kuna mtu hutakuwa na mahusiano ya karibu naye kabisa, lakini uhakikishe kwamba unampenda. Hebu sema amen. Sema tena amen. Kwa sababu si kila mtu utakuwa karibu naye, si kila mtu utamsaidia ipasavyo, lakini hakikisha kwamba ndani yako unakaa upendo wa kimungu kiasi cha kwamba hauna neno lolote. Ikiwa humsaidii kwa sababu ya kigezo fulani, kwa sababu fulani, humsaidii kwa sababu sio wakati wake wa kumsaidia saa hiyo, lakini wakati wote hauna kizuizi wala kiambaza wala kikwazo cha kuwa na mahusiano na huyo mtu, mahusiano ya kimungu. Kwa sababu kuna mtu hawezi kutembea mji fulani kwa sababu ule mji anasema hatupatani. Na nataka niwaambie, haijalishi wameokoka au hawajaokoka, maadamu ni mtu aliye kwa mfano wa Mungu, mwenye mwili, nafsi na roho, ujue huyo ni jirani yako. Awe ni mzungu, awe ni mchina, awe ni Mwafrika, awe ni kabila lolote, ili mradi ni mwanadamu aliyeko chini ya jua, huyo ni jirani yako, bila kujali namna alivyo. Aweza kuwa kilema, aweza kuwa kiwete, aweza kuwa na mapungufu fulani, lakini maadamu ni mwanadamu mwenye mwili na roho, tunahitaji kumpenda. Alafu kibibilia ni heri ukampenda zaidi yule ambaye ana mapungufu kiasi cha kwamba hawezi kukusaidia chochote. Huyo ndiye anayepima kiukamilifu upendo wetu kwa Mungu. Na mimi nikutie moyo, ndio maana Mungu anatutaka tuongozwe na Roho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikidhi hichi kigezo cha kumpenda Mungu kikamilifu, ukampenda Mungu kikamilifu, yeye kama Baba, lakini ukampenda Mungu kwa kumpenda aliye sura na mfano wa Mungu, yaani mwanadamu, nataka nikwambie, Mungu atakuwa na ujasiri wa kusema huyu ni mwanangu. Hebu sema amen. Ndio maana anatuagiza tupendane sisi kwa sisi, na anasema hivi, watu watakapowaona mkipendana, watakapowaona mnapendana ninyi kwa ninyi, watasema hawa ni wana wa Mungu aliye juu. Hatutajulikana kuwa watoto wa Mungu na wana wa Mungu kama tunaimba, kwamba tunaomba, kwamba tunahubiri. Kitakachotambulisha ni kiasi gani sisi ni wana wa Mungu aliye juu pale tutakapothibitisha upendo wa kimungu ukikaa ndani yetu, ya kwamba tukikaa mahali hakuna makwazano, hakuna vitina, hakuna vurugu, hakuna ugomvi, hakuna kushukiana, hakuna hila, tunakaa kama mtu mmoja. Hebu sema amen. Anasema kwamba tukiwatambuliza wengine, yaani ukitaka ukidhi kigezo cha Mungu cha kumpenda Mungu, anasema kwamba umpende jirani yako kama vile nafsi yako. Maana yake kuna wakati mwingine uwaze ya mwingine kuliko ya kwako, uwaze ya mwingine kuliko ya kwako. Ndio maana maandiko yanasema kwamba msijishughulishe tu na mambo ya kwenu pekenu, bali na mambo ya wengine pia. Sasa utajuaje huyu mtu anampenda Mungu? Hebu sema amen. Kuwa na amani na watu wote, utajua huyu mtu anampenda Mungu. Lakini pia utajua huyu mtu ana upendo juu ya Mungu vile ambavyo hasukumi katika kila eneo la utumishi, katika chochote kilicho na kusudi na utumishi wa Mungu aliye hai. Hutamwona huyu mtu ni wa kusukuma, ni wa kuamshwa. Yaani maadamu anajua ninamtumikia Mungu aliye hai, hili nalo lifanye ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hutaona na sukuma, hutaona na vutwa. Yaani ni kwamba apongezwe asipongezwe atafanya, asaidiwe asisaidiwe atafanya. Kuna wakati mwingine achoke asichoke anafanya, wakati watatiwe moyo asitiwe moyo anafanya, na hana ukomo wa kufanya. Kuna wengine ni kama nguvu ya soda, anapiga mbio kwenye utumishi, anajitahidi, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, inafika mahali anachoka. Ndio wale wanasoma katika kitabu cha Maraki, wanasema tangu tumemtumikia Mungu tumepata faida gani? Kwa kufanya bidii. Tumefunga sana, tumeenda kwenye mikutano sana, tumehudhuria semina nyingi, tangu tunafanya yote, mbona hatujapata faida? Na nataka nikwambie, ukitaka umfaidi huyu Mungu wetu ambaye tunamtumikia, ndani ya moyo wako usiwe na kigezo chochote
umeshindwa kufanikiwa, kama ukimfanya Mungu akacheka. Hebu tusema amen. Sijajua kwa nini, najua mimi somo lile linikaa sana. Aliyofundisha mtumishi wa Mungu Shuhudia akasema, kama utamuliza Mungu kwenye mfumo wa maisha yako. Mara nyingi watu wa mahali hapa mnafahamu, kuna nyakati Yesu anakuja katika chetu, anasema mimi ninalia, mmeniliza kwa matendo fulani fulani, ama mtu mmoja mmoja ama kanisa. Na nataka nikwambie, kama tusipofanya bidii, Mungu akafurahi, Mungu akacheka, Mungu akafurahi, tusitegemee kupata jema lolote kwenye maisha yetu. Ili mema yatutokee sisi ni pale tutakapomfanya Mungu akafurahi kwenye mfumo na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku, akipima kipimo chake cha kiungu kwenye mioyo yetu. Akute tunamwaza Mungu kama ilivyoandikwa, tafakarini sana yaliyo juu, Mungu aliko. Akikuta tumejaza 90% mambo ya kwetu na dunia hii, alafu 10% ndio tunaenda kwa Mungu, tunamkumbuka Mungu, hatusitegemee kupata chochote chema kutoka kwa Mungu aliye hai. Haleluya, tusitegemee. Kwa hiyo tukiwauliza watu hapa, kila mmoja wao utasikia, nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu, nampenda Mungu. Yaani tusikie kila mmoja anasema nampenda. Sasa rudi kwenye vipimo vya matendo. Maana anasema mpenzi, usipende kwa neno tu, bali kwa tendo. Rudi kwenye matendo. Sema amen. Unakuta wengi hawampendi Mungu. Nilikwambia tokea jana, mfano mtu yoyote aliye na fitina na mtu asiseme uongo kwamba nampenda Mungu, maana kipimo cha kimungu kinakataa. Anasema yule ambaye ana uchungu na mwenzake asiseme uongo kwamba ananipenda mimi Mungu. Kumpenda Mungu hakuna ndani yake. Atasemaje ananipenda mimi Mungu asiyeniona, ikiwa ana uchungu na mwanadamu mwingine aliyeko duniani ambaye anamuona? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanye bidii ya kumpenda Mungu aliye hai, ili amtume Roho wake Mtakatifu akae ndani yetu. Atakapokaa ndani yetu, ndiye sasa ataanza kutenda kazi za kiungu ili tupate faida za Mungu. Umewahi kutafakari maandiko yanasema hivi, si kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu, bali kwa Roho wa Mungu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hawezi kukutia nguvu akiwa mbali na wewe, anakutia nguvu akiwa ndani yako. Kwani tukila chakula sinatutia nguvu? Sasa chakula kinakaa wapi? Kikija kwanza ndani, kikaanza kupenya kwenye mishipa, kwenye nyama, kwenye ngozi, kwenye nini, ndipo tunaanza kuona mwili unaanza kuwa na nguvu. Mwili sasa unaanza kuwa na nguvu, na Roho Mungu atakutia nguvu atakapokuja ndani yako. Akiwa nje yako utakuwa dhaifu, utakuwa ni mnyonge. Hebu sema amina kwa jina la hai. Tutaangalia kwa mbele kidogo, tutaona wale wote waliompokea Roho Mungu alipokuja ndani yao, ghafla walipokea nguvu na uwezo, walipokea nguvu. Ninapozungumza kwa habari ya nguvu, sizungumzia habari ya nguvu ya kubeba kuni, ya kubeba magunia, ya kubeba mawe. Wako wengi sana ambao mpaka dakika hii wana uwezo wa kubeba mavyuma, kubeba mizigo mizito. Anaweza kukamata mtu akamtupa kule. Sizungumzii kwa habari hiyo. Na ndio maana huyo anayebeba mavyuma namna hii, shetani akija unashangaa mbele yake ni kama karatasi tu, anampiga chakani yuko kule. Lakini mtu mmoja ukimwangalia uwezo kadhani, kama vile ambavyo maandiko yanasema Yesu alikuwa hatamaniki. Kuna nyakati alikuwa wakati anatufanyia nguvu, anatutengenezea nguvu pale msalabani, alionekana kudharauliwa, alionekana mnyonge, alionekana dhaifu, alionekana si kitu, lakini ndani yake kulitokea nguvu. Hebu sema amen. Ile nguvu ya ajabu. Na ili ithibitishe kwamba sasa ameitengeneza nguvu, alipokuwa na kata roho pale msalabani, ndipo tunashangaa nguvu ikitetemesha
ikitetemesha ardhi, nguvu ikipasua lile pazia la hekalu likachanika. Ile ni nguvu. Tukashangaa, giza limetanda. Ule wote ni uwezo unaodhihirisha nguvu ya Mungu katika utendaji wa kazi, na ile ni ishara kwamba nimemaliza yote, na hiyo nguvu ndiyo inakaa ndani yetu. Hebu sema amen. Sema tena amina kwa jina la Yesu aliye hai. Wokovu ni nguvu. Sema amen. Ndio maana maandiko yanasema hivi, ufalme wa Mungu hauko katika maneno. Ufalme wa Mungu hauko katika kuchambua Biblia, kupekua kujua vifungu vingi. Uko katika nguvu na uweza. Hebu sema amen. Na maandiko yanasema injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa mtu. Kwa hiyo tukasema ili Roho Mungu aingie ndani yako, lazima uthibitike kuwa na upendo juu ya Mungu. Kipengele cha kwanza, upendo juu ya Mungu kama Baba. Maana kutii kazi zake, kutii mapenzi yake, kutii neno lake, kufanya kila kitu. Jambo la pili, kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Maana ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Ukimchukia huyo, umemchukia Mungu. Wewe unasema nampenda Mungu wakati kuna mtu una fitina naye, una ugomvi naye, una chuki naye, unalia naye, unaomboleza naye, unachenga. Ukimwona pale unafyonya. Haijalishi na kutendea mabaya kiasi gani. Biblia inasema kwamba wapendeni adui zenu, tena waombeeni. Tena nasema akiwa na njaa adui mpe chakula, akiwa na kiu mpe maji. Wangapi mpaka hivi tunavyoongea ndani ya mioyo yao anajua kabisa kwamba hakuna mtu ambaye kwa kweli moyo wangu umembeba. Punga mkono wako juu. Wachache wengine wanasita sana, na ndio maana huko mahali hapa, ili Yesu atutengeneze, ili Yesu atufinyange, ili Yesu atuponde, ili Yesu ashughulike na sisi. Tunapoenda huko, wakute umetokea kwa sura nyingine kwenye mtaa wako. Jioni ya leo umeondoka, umeenda na sura nyingine kwa ndugu zako, wazazi wako. Haijalishi wanakutukana, wanakutenga, wanakubeza, lakini tokea na sura nyingine ya tabasamu tofauti na ulivyokuwa ukienda nyakati zilizopita. Nenda na tabasamu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwezi lolote. Hai wako uko mikononi mwa Mungu, uko mikononi mwa wanaukoo, wala mikononi mwa wazazi wako, wala mikononi mwa ndugu zako. Wanaweza wakakutishia sana ya kwamba tunakulani. Sikiliza, wako wengi waliolaniwa sana. Sikiliza, hauwezi ukalaniwa. Wengine wanasema unajua baba yangu ni mchawi sana, nikae mbali naye. Sikiliza, ukitaka na baba yako aokoke, tembea sana hapo nyumbani kwake, hata kama ni mchawi kiasi gani. Kila unapokanyaga tu miguu yako hivi, nguvu za uchawi zinaharibika, nguvu za ukanga zinaharibika, nguvu za ushirikina zinaharibika. Ndio maana miaka iliyopita watu walitupigia sana kelele hapa, mnapiga kelele, mnafanya hivi, sikiliza, haikuwa shida ni hiyo. Shida ilikuwa ni miungu yako kuharibika, uganga wako kuharibika, uchawi wako kuharibika, mizimu yako kuharibika. Na hata leo tunatangaza kwa jina la Yesu hai, unganga aliyeko mashariki, aliyeko magharibi, aliyeko kaskazini, aliyeko kusini, ambaye ameweka uganga wake kwenye ardhi ya neema, tunawagiza moto ukangamize na kuteketeza mizimu na matindiko yake aliyozindika. Iwe amening'inizwa darini, iwe chini ya kitanda, iwe uvumbuni, iwe popote pale, tunaituma nguvu ya moto wa Yesu Kristo ikaangamiza uganga wake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndio tutaangalia namna ambavyo Roho akikaa ndani yako atakavyokuwezesha kuishi kama shujaa kwenye mahali ulipo na wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunasema toba ya kweli. Wako watu wengi leo hii wanaionea haya injili ya Bwana. Maana maandiko yanasema sitaionea haya injili ya Bwana, maana ni uweza uletao wokovu. Nikakwambia kwamba yeyote aliyeokoka hayuko tayari kuyasema mambo yake ya zamani kama ushuhuda. Bado unaona Yesu, unaionea haya injili ya Bwana. Unajijua kabisa ulikuwa ni mlevi wa kutupa
na kuna walevi wanaangalia, unaogopa kuwaambia kwamba jamani, ninyi wenyewe ni mashahidi, enzi zangu nilikuwa mlevi. Kuna wakati mwingine onyesha na madhara uliyoyapata enzi za ulevi wako. Kama ni makovu ulikuwa ukidondoka kwenye mtaro, kuna makovu unasema hizi ni alama za ulevi, lakini Yesu ameniokoa. Kama kuna namna fulani, kuna vitu ulipoteza kwa sababu ya ulevi, waambie watu kwamba ulevi hauna faida, ulevi hauna chochote. Njoo kwa Yesu. Hebu sema mimi kwa jina hai. Kama wewe ulikuwa ni mzinzi, eleza ya kwamba nimeokolewa kutoka kwenye uzinzi, kutoka kwenye ukahaba na umalaya. Kwa nini kwani utaendelea kuwa mzinzi? Utaendelea kuwa malaya? Sikiliza, neno lako lina nguvu. Kuna watu wanadhani haiwezekani kutoka kwenye umalaya, kutoka kwenye uzinzi, kutoka kwenye uganga ulionao. Lakini kama ulitoka kwenye uganga, kama ulitoka kuwa mchawi, unapowaambia wanasema 10 inawezekana, 10 inawezekana nikatoka kwenye kifungo hiki nilicho nacho. Wanatiwa moyo, wanachukua hatua ya kuokoka. Ukinyamaza kimya, Bwana aliyekuokoa kwenye hiyo tabia mbaya ataidai roho ya hao watu mikononi mwako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima tuwe na ujasiri wa kueleza watu hiyo. Wanawaambia mara nyingi, nyakati zile kwenye ujana ule nilipoangukaga kwenye dhambi ya uzinzi, naambia nilikuwa nateseka. Yana kuna mtu aliyekuwa ananishauri, lakini mimi mwenyewe nikikaa natembea barabarani kaupepo, yale magari sijui kwa nini nilikuwa na allergy nayo, yale masemitera yale. Sumana ninapita barabarani nakuta ninapita na upepo, tafikiri nakuja kukugonga, lakini ninapita pembeni. Moja kitu kilikuwa kinanitesa, ilikuwa ni kifa na kauzinzi. Haijalishi kalikuwa ni kasu moja, madam tu ulichafua hekalu la Mungu. Ukifa ni jehanamu. Hebu sema amen. Ukifa ni kuzimu, unapotea. Nilikuwa kila zikionekana dalili za mauti, nahangaika nini, ndio ilikuwa ni hukumu yangu. Wewe mbona unajua kabisa kwamba kuna kitu kinakuendea. Unajua Mungu alimwambia Kaini, dhambi na kuotea kupasa uishinde. Sema amen. Unaionea aibu kwa sababu unaipenda, na dhambi yoyote usiyoiweka hadharani, usipoiungama, nataka nikwambie ukweli, itaendelea kuwa hai kwenye maisha yako yote, itakutesa. Leo hiyo mtu unisogelee na uzinzi ni kazi, kunipata ni shughuli. Hebu sema amen. Hivi ninavyoongea tu, kama kuna mtu mlikuwa na karoka uzinzi, kana yeyuka, anajua kabisa hapa sipenyi, hapa sitapita hapa, kana yeyuka, kanapotelea mbali. Wewe unakapalilia utaona. Hebu sema amen. Sema amen. Na Yesu anatutoa kwenye hali hiyo ili tuwaponye wengine ambao shetani na wameendea wanapata shida, anatamani kuangusha na kuwachafua katika mazingira ya namna hiyo. Toba ya kweli. Wengi hawataki kuungama mambo yao. Ndio maana ulokole, usikiliza, wewe uzulie mikutano mingi utaelewa. Watu wana madhambi yao kanisani na shetani anadai mpaka leo. Wewe unajua kabisa kwamba nilikuwa ni mwabudu mizimu. Nilikuwa nina rundo na takataka nyumbani za dawa za kienyeji. Umeokoka alafu hata mchungaji kumshirikisha kwamba mchungaji, angalau hebu tuvunje hii nguvu ilikuwa inasumbua maisha yangu, mabibuli yako. Alafu wengine hata hawatupi, wengine hata wanapeleka, anasema alinipaga bibi, ngoja nikampe. Alinipaga bibi, hata kama alikufa, ngoja nikampe mtu mwingine ambaye anaiamini, nisije nikaharibu. Sikiliza, roho za watu hao zitadaiwa mikononi mwako. Kama kuna mtu aliokokaga yuko hapo, alafu alikuwa na matumbuli, alikuwa na vitu vya kishetani, badala ya kuvitupa na kuvichoma akaenda kuwekeza kwa mtu. Nataka nikwambie, ukitoka hapa nenda ukamwambia vile vitu nilivyokupaga, bora umwambie hata kama aliviharibu, aking'ang'ania bora anang'ania, lakini umwambie kwamba vile vitu nilivyokupaga vile naomba unipe nivichome, na kama hunipi kuvichoma, basi dhambi iliyokuwa juu yangu itakuwa juu yako mwenyewe. Mimi ninaoa ili wewe ukahukumiwe, ila mimi nimejua ya kwamba vile vitu havifai na nataka nivichome.
enzi za watu waliotutangulia walichukua mambo ya uganga wakaenda kuchoma, wakachoma. Tena vilikuwa ni vitu vya gharama kubwa, wakavichoma moto. Wewe mbona unarudishia watu? Mbona unaenda kuvificha? Na uwezo kujazwa Roho Mtakatifu kwa namna hiyo, maana bado umeshikilia maagano ya miungu na mizimu ya mababu na mabibi. Haleluya! Lazima tuungane. Wengine tulisikia injili ya ufalme wa Mungu inayotaka usafi wa mwili na roho. Tulipoona tuna visuruali vya wanawake, si visuruali modo, baada ya kwenda kuvichoma unakwenda kumpa rafiki yako, unakwenda kumpa ndugu yako. Nataka nikwambie hivi, mtu pekee atakayeokoka ni yule ambaye alikuwa na kinguo kinabana, kinguo ni kifupi, kilikuwa kimtosha, lakini akimpa mtu mwingine kinamtosha vizuri, huyo ndiye. Lakini kama ulienda kumpa mwenzako ambaye naye kinambana, anakwenda kuvaa kama kimini, iwe ni suruali, iwe ni gauni au kisiketi, bado utadaiwa. Ni mpaka uende useme aise. Sikiliza, maandiko yanasema ole wake mtu ampaye kileo ndugu yake. Utawezaje kumpa mtu kitu ambacho ni kichafu, ni najisi, ukampatia mwenzako? Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, tunapozungumzia wokovu lazima tuwe pure. Wengine wanasema kwamba ya kale lazima yapite na tazama yawe mapya. Amen. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ni ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Ndio maana shetani ana nguvu dhidi yetu, kwa sababu bado akiangalia kuna vitu tumevishikilia, kuna vitu tunavipenda. Wengine katika mwili hana, ila rohoni bado anavipenda. Huyo bado hajatubu. Yaani umetoa wigi lako kichwani, ila kila ukifika kwenye duka la wigi unakodoa macho mpaka roho inauma. Ujue bado hilo wigi unalivaa rohoni mwako. Shetani atakudai tu. Ukiangalia mtu amesuka rasta, unazunguka naye, nilikuwa nasuka kama hizi, nilikuwa nasuka kama hizi, naelewa hizi ni za bei kadhaa. Nataka nikwambie, baada ya kumsaidia, na kuna walokole wengine mpaka sasa hivi wako, akiona mtu amepiga wigi, amepiga marasa, anasema nimependeza. Nataka nikwambie, Bwana ataidai damu ya huyo mtu mikononi mwako. Unayemtia mtu aliyemuovu na mchafu katika uchafu wake, Bwana atakudai nafsi yake, atakudai roho yake. Lakini mwambie, ndugu yangu, sikiliza, ujiokoe nafsi yako na jehanamu ya moto na uchafu unaotenda. Haya unayoyafanya ni machukizo mbele za Mungu aliye hai. Hebu sema amina kwa chozo hayo. Ndio, hata kama anakusaidia, vitu kadha wa kadha, mweleze vile ulivyotengeneza. Wafanye na wengine watengeneze kwa jina la Yesu. Wafanye na wengine watengeneze kwa jina la Yesu. Na haitoshi tu, kuna watu wengine kanisani ndio wanavaa magauni marefu mpaka kule, lakini akiwa nyumbani anavaa kimini, alafu akiona watu anakificha na kanga. Nataka nikwambie, Yesu atakudai. Hatakudai. Wokovu sio kanisani, wokovu sio kwenye mkutano, wokovu sio kwenye semina. Wokovu ni kanisani, mpaka shambani, mpaka sokoni, mpaka kwenye gari unasafiri kwa kwenye basi. Lazima umpendeze Bwana Yesu, lazima umfaye Bwana Yesu. Unahitaji kuwa safi kila mahali na sehemu zozote, ili mtukuze Mungu aliye hai. Hebu sema amina katika jina zuri hai. Kanisa la Mungu limepunguza nguvu ya Mungu kwa kupuuza vitu vidogo vidogo. Ndio maana, kwa sababu tumeona vitu havijatokea, watu wamekimbilia kwa shetani kwenda kutafuta nguvu ipatikane kupitia vitambasi na chumvi na mafuta na nini. Hapana, yule ambaye kuja kwake ni kwa kutenda kwake shetani, ni shetani huyo mtu. Mimi mpendekasi na kanisa la uzima na uzima, alafu anamendea vile unavyofanya manabii wa uongo, anaigiza kufanya eti nimepata ufunuo. Hakuna ufunuo. Unajua, nataka nikwambie, niliwahi kusema mahali pekee, nikasema hivi, kwa wakati tulipofikia na kwa hali ilivyo ya kanisa kuchafuliwa, Mpentekoste yeyote aweza kutokea anasema nimepata ufunuo wa kutumia maji. Hapana, hatutamuelewa, kwa sababu hiyo hadi imenajisiwa sana. Inatosha neno la Mungu na Roho Mtakatifu anayetenda kazi.
Mbona Yesu alisema neno moja tu na ikawa? Kwa nini wewe usiseme neno na shetani akatilo neno akalisikia? Kwani mpaka upate maji? Hebu sema amen. Yesu hataki imani yetu ijengwe katika vitu vinavyoonekana kwa macho. Anataka imani yetu ijengwe katika yeye peke yake, ambaye haonekani kwa macho ya nyama, ile tunamuona katika imani. Sema amina kwa jina la Yesu. Sio kazi ndogo. Na ndio maana watu walipomtaka Roho Mtakatifu bila kukidhi vigezo vya kimungu, baada ya kuja Roho Mtakatifu alikuja roho mchafu, na ndiye anawasumbua mpaka leo. Anasema usafi mwili na roho. Mungu angalia uchafu, angalia mwili, anaangalia roho. Anayesema hivyo sio roho wa Mungu. Kwa nini? Walitaka kujazwa Roho Mtakatifu na uchawi wao na mizimu yao na uganga wao. Shetani ukimwita anakuja. Unafikiri kujazwa Roho wa Mungu kipimo chake sio kunena kwa lugha? Wako waigizaji wengi sana mpaka leo wanaigiza kunena kwa lugha, na wanafikiri kunena kwa lugha ndio kificho cha kusema cha kujifichia humo. Sikiliza, hatuna kutambua wewe ni wa kiroho eti kwa kunena kwa lugha. Hapana. Matendo yako ndio yatakayothibitisha kwamba wewe ni wa Mungu na una roho wa Mungu ndani yako. Tutakapokuona unatembea sawa na mapenzi ya Mungu, wewe usithibitisha kwa kunena kwa lugha. Tumeelewa sasa hivi, shetani ameelewa dini. Anafikiri kila leo ana roho wa Mungu. Mashetani yananena kwa lugha, nataka nikwambie haijawahi kutokea. Sema amina kwa jina la Yesu. Mara wengine tukizungumza roho wa Mungu hapa kujazwa, anafikiri kujazwa na roho wa Mungu ni kunena kwa lugha. Ukiigiza kunena kwa lugha, shetani utalivaa. Litakuja tu. Alafu likisha ingia ndani mwako kwa kumelivuta kwa kuigiza, litakutumikisha sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuendelee na kipengele kingine cha pili. Kipengele kingine cha pili kinachosema kazi za Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu. Kwa nini Mungu anataka Roho Mtakatifu aje ndani yetu, aishi pamoja na sisi? Ana kazi maalum. Yesu anasema alipokuwa pamoja na wanafunzi wake aliwalinda kwa neno lake. Macho yake yalikuwa yanawatazama, na ndio maana walikuwa wakikosea kidogo tu anawakemea, anawakaripia, anawaonya. Sasa alipoondoka alijua, je, nitawaonya kwa namna gani baada ya kuondoka katika mwili? Akasema nitarudi tena nikae nao, ili niwe ninawaonya, ili niwe ninawatazama, ili niwe ninawaongoza, ili niwe ninawaongoza katika ukamilifu kama nilipokuwa pamoja nao katika mwili. Ndio maana aliahidi akasema, sitawaacha ninyi yatima, naja tena, nitarudi tena nikae nanyi na kuwaongoza. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Roho wa Mungu akiingia ndani ya mtu, yaani ukijazwa na Roho Mtakatifu, kazi ya kwanza ni kudhihirishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na hukumu. Yaani Roho Mtakatifu ndiye anamwambia mtu kwamba kwa maisha haya wewe ni wa kwenda jehanamu, kwa maisha haya unamhitaji Yesu, kwa maisha haya unahitaji utubu, kwa mwenendo huu na tabia hii wewe sio wa Mungu. Na ndio maana usione ni kwa nini watu hawajaja hapa, hawajaja kusikiliza haya. Sio kwamba hawataki, wanataka, ila dhambi iliyo ndani ya mioyo yao Roho Mtakatifu akiwako mahali hapa atashuhudia. Na ndio maana maandiko yanasema neno la Mungu lina macho. Unajua neno la Mungu ni roho. Anasema lina macho, tena linaona, tena lina uwezo wa kugawanya nafsi, mwili na nini na roho. Ina maana nini? Kinachoshuhudia maisha ya watu ni Roho wa Mungu. Anashuhudia, anahukumu ulimwengu. Ndio maana walokole popote pale, mlokole aliyokoka kweli kweli, aliyefanyika kiumbe kipya, aliyetubu, dunia haitakuja kumpenda kamwe. Hata ungejipendekeza usiku na mchana, hata ungejipendekeza kwa namna yote, ila kama ndani yako kuna kale karoka msema na
amesema hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yetu. Kwa nini? Ametupanga yeye. Hebu sema amen. Lakini wako wengi ambao wanatusaidia meno mpaka leo, wangetamani watufyeke, wangetamani watumamishe, lakini aliyetuweka, aliye pamoja na sisi, aliye upande wetu, ndiye anayetupa ujasiri wa kuendelea kukaa na kuitenda kazi yake kwa kuwa haijaisha. Hebu sema amen kwa jina la hai. Lakini usitegemee kwamba eti ulimwengu utakupenda. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akisha ingia ndani yako, ndiye atakayekwambia ili neno uliloongea ni dhambi, hiki kitendo ulichokifanya hakimpendezi Mungu, haya mawazo uliyoyawaza ni machafu. Ndio maana mtu aliye na Roho wa Mungu haachi kutubu na kutengeneza. Hebu sema amen. Haijalishi uko peke yako. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa peke yako kabisa, ukawaza mawazo machafu, mawazo yasiyompendeza Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayekuthibitishia kwamba haya mawazo uliyoyawaza sio ya baba yangu, sio ya kwangu mimi. Akasema ni uchafu. Hebu tubu. Kadiri unavyotubu ndivyo unavyotema. Ni kama vile mtu umekula kitu kichafu, alafu ukaangalia hakina ladha. Unapoamua kukitema ndivyo inavyokuwa. Roho Mtakatifu anapokuona umewaza au umesikia au umenena kitu kisichofaa, anakuambia hebu tubu, anakuambia hebu tengeneza, anakuambia hebu kiteme hichi kitu, na ndipo utaendelea kuwa mtakatifu. Leo mtakatifu, kesho mtakatifu, kesho kutwa. Asiye na Roho wa Mungu ndani yake ndio wale unakuta anatembea tu kwenye matope hapo. Yeye ni dhambi, anaongea tu hovyo hovyo, anavaa hovyo hovyo, anakula vyote, anatembea pote, anafanya kila kitu kilicho kichafu. Nini? Roho wa Mungu hayuko ndani yake. Kwa hiyo ametekwa huyo mtu, amemnyima Roho wa Mungu nafasi ndani ya moyo wake ili aongoze maisha yake. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Roho wa Mungu akimjaa mtu ndiye anayehukumu. Ndio maana tunaposoma katika kitabu cha Yohana sura ya 16:7 anasema hivi, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Na huyu Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu ndiye ambaye hata kama watu wanakuhukumu sana kwa ubaya, anakupa ujasiri, akikuhakikishia ndani yako kwamba katika hili unalolifanya uko sawa, katika hili unalolifanya ni mapenzi yako, katika hili unalolifanya usihofu, katika hili unalolifanya usijali, niko pamoja na wewe, usiogope. Ataendelea kumtia moyo huyu mtu. Na kumbuka nyakati za miaka michache iliyopita, yako majina mengi nilipewa, yako ziko miaka nyingi, yako matukano mengi. Wengine wamesema amepungukiwa, wengine wanasema ni mpungwani huyo, wengine wanasema ametekwa, wengine wanasema anasikiliza mashetani. Waliongea kila aina ya lugha, lakini nikimsikiliza kaya ndani yangu anasema, mwanangu, niko pamoja na wewe, songa mbele, niko upande wako, songa mbele, hutaandika, songa mbele, hutafedheka, songa mbele, sitakuacha, songa mbele, simama na mimi. Kupitia wao wako watu wengi niliokusudia waupokea wokovu, waisikia hii Injili. Simama, ninakutengeneza. Nilikuwa ninakuonyesha njia ya utakatifu. Hayo uliyoyapitia ni mimi niliyeruhusu, nikawa ninatiwa moyo, ninaingojea ahadi ya Bwana. Aliyeahidi nitakuwa pamoja na mimi, acha nimwangalie. Fikiria kama ningemwacha huyo, ningebaki na nani? Tungebaki na nani? Tungebaki chini ya utawala wa Shetani, alafu hakuna tumaini ndani yetu. Roho Mtakatifu ndiye anakuhakikishia wakati wa majaribu, wanakutukana, wanasema wewe ni mwizi, kwa kuwa hujaiba unakuwa na ujasiri. Nakumbuka siku moja ambayo waliniachia kutoka kule Biharamulo ndani. Hebu sema amen. Kwanza wakati niko Biharamulo, Mungu ananiambia hata huku niko pamoja na wewe, niko upande wako, sitakuacha. Nikatoka huko, Mungu akanitoa kule ndani, nikafunga, sikutaka nije nyumbani kwa sababu Jumapili iliyokuwa imepita nilikuwa nimeaga hapa. Yaani Jumapili ya nyuma yake nilikuwa nimeaga hapa. Nikasema jamani, Jumapili ijayo hatutaabudu pamoja, nitakuwa niko Arusha
kwenda kumalizia kufanya graduation ya masomo ya Biblia. Na niliongea maneno hapa, sijui kitakachotokea mbele yangu. Nikasema ninajua shetani ameandaa upinzani mwingi na vita vingi, lakini nitaondoka na lazima nifanikiwe kwa jina la Yesu aliye hai. Jumatatu tu nikamatwa nikalala hapo. Jumanne nikaondoka nikapelekwa wilayani. Jumatano, Alhamisi jioni nikatoka. Ijumaa nikamtoa na mwingine tuliokuwa tunaenda naye. Jumaa hiyo mchana nikasema silali Biharamulo wala siendi nyumbani. Nikafunga safari nikaenda kulala Mwanza. Nikalala Mwanza, kesho yake nikaenda moja kwa moja mpaka Arusha. Wale wajinga ambao hawaelewi kazi ya Mungu wanasubiri, wanajua Tumaini yuko gerezani, yuko ndani. Kumbe Tumaini yuko Arusha. Alisema yuko Arusha, amekwenda kuitimiza kusudi la Bwana na akarudi. Niliporudi ili kumdhihirisha aliye Palongo, nikawa na ujasiri wa kupita kila mtaa, napita hata sokoni, napita popote, maana najua yuko aliye upande wangu, aliyenipigania huko ndani, yeye yuko pamoja na mimi. Hakuna atakayeweza. Usihangaike na mwongo wa wanadamu, vitisho vya wanadamu, hofu za wanadamu. Roho wa Mungu akikaa ndani yako atakuhakikishia kwamba uko salama. Pamoja na kelele nyingi, wewe uko salama. Pamoja na vitisho vingi, wewe uko salama. Pamoja na dhiki nyingi, wewe uko salama. Niko pamoja na wewe. Hautaangamia, bali utaishi uyasimulia matendo makuu ambayo nimeachilia ndani yako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, mtu mmoja kaja akasema nakuhurumia. Kama ndugu yangu nakuhurumia. Hali imekuwa mbaya. Nikasema katika hili heri niangamie pamoja na Bwana. Heri niangamie pamoja na Bwana. Kuna wakati dunia haitakuelewa. Ulimwengu hautakuelewa. Wanadamu hawatakuelewa. Watakuona mpumbavu, mjinga, huna akili. Lakini maandiko yanasema tujapoonekana wajinga, tuna akili nyingi na tunaelimisha wengi kwa jina la Yesu aliye hai. Hakikisha Mungu anajitukuza kwako kwa matendo ya haki. Roho Mtakatifu anauhakiki ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Huyo ndiye ambaye anasema usiogope, niko pamoja na wewe. Anasema tembea, songa mbele. Wakati wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri, wamefika kwenye bahari ya Shamu, wanaona tayari wamefika kwenye kando ya bahari. Hawaoni mwanzo wala hawaoni mwisho wa ile bahari. Wakawa na shetani anawaletea mawazo, mmekamatwa hapa sasa. Mmekamatwa, nimewakamata, mmenikimbia kote huko. Hapa sasa ndio mmenasa. Musa aliyekuwa akiongozwa na Roho wa Mungu akamuuliza Roho wa Mungu, tunafanyaje? Roho wa Mungu anamwambia, una nini mkononi mwako? Anasema nina fimbo. Anasema hiyo ni zana. Akasema piga maji. Hebu sema amen. Alipotandika maji namna hii, akaona bahari ikachanika, ikachia njia. Unajua kila kitu kilichoumbwa na Mungu chaweza kumtii Mungu katika wakati ambao Mungu anataka jitukuze katika hicho kitu. Hebu sema amina kwa jina la hai. Biblia inasema siku za mwisho watu watakimbilia ili milima iwaanguke, milima itawakimbia. Kwa nini? Kwa sababu milima nayo itatii kazi ya Mungu, itaacha nafasi kazi ya Mungu itendeke. Wengine wanasema watakimbilia kwenye mashimo yatawakataa. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo kila kitu kitatenda kazi ili kidhibitishe hukumu ya Mungu kwa wanadamu walioikataa kweli, ambao wamekuwa wakijifurahisha na mambo ya dunia hii, wamemkataa Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu ndiye anakuhakikishia usalama. Na ukitenda dhambi ndiye ambaye hata kama watu wanakupigia makofi, wanakupongeza, yeye anakuambia mwanangu, hauko salama. Mwanangu, uko kwenye hali mbaya. Mwanangu, wewe sasa hivi ni mwovu. Kama ukifa leo unaenda kuzimu. Hata kama watu wakisema huyu ni mtakatifu, Roho Mtakatifu anasema wewe sio mtakatifu. Hapana. Kwa maneno yako hayo hapana. Kwa matendo yako hayo hapana. Kwa njia zako hizo hapana. Utaona amani inatoweka. Maandiko yanasema kama mioyo yetu isipohukumu na ujasiri, lakini mioyo yenu ikihukumu hauna ujasiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetuthibitishia, akisema niko pamoja na wewe, acha kuogopa. Hata kama unaugua kiasi cha kufa, lakini kama Mungu anasema hutakufa, shikilia kwamba sitakufa.
Mtakatifu ana faida kubwa sana katika maisha yetu. Nakumbuka nyakati ambazo watu kadha wa kadha ambao walikuwa na hali mbaya katikati yetu, Mungu aliposema kwamba nitawaponya, yaani unawaza ataanzia wapi kuponya huyu Mungu? Lakini Roho Mtakatifu akishasema nitakuponya, nitakutendea hili, wewe subiri kwa uaminifu, wewe ngoja kwa saburi. Kwa majira na nyakati lazima utaponywa, lazima utafunguliwa, lazima utawekwa huru, lazima utafurahishwa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Nataka nikutie moyo kila mtu mwenye ahadi na Mungu. Roho Mtakatifu alinena kitu juu ya maisha yake. Nataka nikwambie, ngoja kwa saburi. Angalia kutenda sawasawa na sheria na sauti ya Mungu. Panapo majira Bwana atatenda. Hebu sema amen. Wakati mmoja ambao Bwana alituambia kwamba iko siku tutakuwa tunakutanika hapa toka pande zote, toka sehemu na sehemu. Ilikuwa ni kama usiku wa giza, ilikuwa ni kama vile tunaota ndoto. Lakini leo hili na watumishi wa Mungu wametoka Mlema, kuna watakatifu wa Mungu wametoka sehemu mbalimbali, wako leo nao watakuja wengi. Ninawasiliana na watu wengi wanahitaji injili hii. Wengine wako Morogoro, wengine wako Dodoma, wengine wako Iringa, wengine wako Mbeya, wengine wako Arusha, wengine wako mikoa mingi, na wengine wako nje ya nchi. Wanasema tunawasubiri, wanasema tunatamani kushiriki pamoja nasi, na wengine wamejitambulisha, wamesema kuanzia sasa sisi ni washirika wa hiyo madhabahu, ingawa tuko mbali, lakini tunatia washirika wa hiyo madhabahu. Anasema tunafuatia vipindi vyetu. Kwa nini? Kwa neno la Bwana yatatokea, kwa neno la Bwana yatathibitika, kwa neno la Mtakatifu yatajulikana. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na Mungu siku moja akasema katikati yetu, akasema watu wa Nemba watakuja kukumbuka shuka wakati kumekucha. Watakapokuona anga helikopta zinatua hapa, watakapokuja kuona basi zinapaki hapa, watakapokuja kuona taksi na magari ya namna mbalimbali yanakusanyika, maandiko sema hivi, na hapa patakuwa na njia, nayo njia itakuwa njia ya utakatifu, nayo sio shamba tapita mweneke. Ndipo watashangaa, watastaajabu kuona matendo ya mkuu ya Mungu aliye hai yakijulikana mbele za macho yao. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Hatueneni kwa kuona, tunaenenda kwa imani kunakotokana na kusikia sauti ya Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yako ukitaka matokeo kwa kuona kwa macho, utachoka, utachelewa. Hebu sema amen. Sema tena amen. Yuko dada mmoja, yuko Dodoma, ni mshirika wetu wa mahali hapa. Akasema natamani sana hiyo madhabahu ije huku kwetu. Vijana, naomba mkazane kujifunza na kushika haya, kwa sababu tutawasambaza kama utitiri. Yaani mimi wakipatikana tangapi huko, hata kama kanisa la Kibaki halina vijana, ila wanafaa kwenda kufanya kazi, lazima tuwapeleke kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima tuwapeleke kwa jina la Yesu hai. Na wataenda wale walio na utii. Wale wenye kiburi mtangoja mpaka mtachoka. Kwa sababu lazima mpitishwe kwenye vipimo, kwenye chekecheo, muone kama mnapimika, mnadhibitika. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Lakini wale watakaotii sauti ya Bwana, watakwenda kwa mwendo wa tai. Bwana atawainua, Bwana atawapandisha juu. Hakuna maneno ya wanadamu yatakayoshusha chini. Hakuna mwanadamu atakayewapunguzia mwendo. Maadamu wanasikiliza sauti ya Mungu, sio sauti ya wanadamu, watakwenda na Mungu atatenda kazi pamoja nao. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Jamani, semeni amina kwa jina la Yesu hai. Ndio Roho Mtakatifu ndiye anayetuthibitisha. Na ndio maana Roho Mtakatifu naye anapokuwa anakuja anakuambia hauko sawa, acha kufanya shingo kuwa ngumu. Akisema rekebisha tabia zako, rekebisha mwenendo wako, rekebisha njia zako, mawazo yako sio safi, mwenendo wako sio safi, acha kufanya kiburi. Unachelewesha baraka za Mungu, unachelewesha utukufu wa Mungu, unachelewesha uwezo wa Mungu, unachelewesha ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Kubali, lazima uwe umepondeka, uwe na moyo uliopondeka, moyo wa nyama, moyo ambao ukifanya hivi unakwenda, ukifanya hivi unakwenda, ukifanya hivi unakwenda. Acha kushupaza shingo yako, utavunjika ghafla wala utapata dawa. Lakini wapenda wale wanipendao na wale walichomtoa kwa bidii wataniona utajiri na
nataka nikwambie utatembea kwa ujasiri wa ajabu. Hebu sema amina kwa jina hili. Mimi kuna nyakati nyingine naweza nikaondoka hapa naenda Biharamulo sina hata 10, lakini narudi na hela. Unaamka hauna chochote, lakini unarudi jioni una hela. Amina. Ukimshtaki Roho wa Mungu asema, Roho wa Mungu ni sina hela. Sasa utafedheka wewe. Yaani unaaibika wewe. Unafikiri mtoto wako akitembea uchi mbele ya watu anayeaibika ni nani? Mtoto ni wewe baba. Anapopata shida anayeaibika ni wewe, ni mtoto. Mungu naye hataki tumaibishe. Yaani mlani umegonga muhuri ya kwamba mimi mwanae, atajitahidi kwa namna yote. Ila hataki unyamazi na lia tu unasema si ananiona. Yaani Mungu mwenyewe si ananiona. Anataka useme baba, tazama baba, si kwa ajili yangu mwenyewe, ni kwa ajili yako. Hebu Bwana tukifanya hivi ndio itakuwa vizuri. Ukinipa hiki itapendeza, ukitendea hiki itapendeza, itakuwa ni nzuri, itakuwa ni tafsiri njema, kazi yako itatafsiriwa vizuri. Bwana anashitakika, na kisha shitakika ukiona hili sawa, lazima kutendea kama uomba. Anasema ni mwana yupi kwenu kama akiomba mkate apewe jiwe, kama akiomba yai apewe nyoka? Kama vile wanadamu walivyo waaminifu kwenu kwa watoto, na ndivyo je si zaidi sana mimi Mungu tukimwomba Roho Mtakatifu atatupatia. Hebu sema mbele. Tukiomba kutembea na Roho Mtakatifu, kuishi chini ya neema ya Roho Mtakatifu, Bwana atatutendea. Hebu sema mbele. Ameahidi kufanya makao ndani yetu. Tukimwambia Bwana, nilikuwa mzinzi nimetubu, nilikuwa mwizi nimetubu, nilikuwa na kiburi nimetubu. Bwana njoo sasa uwe mfariji wangu. Maana wakati ule nilikuwa nafarijiwa na ujinga na uzinzi wa kipumbavu. Hebu njoo uwe mfariji wangu Roho Mtakatifu. Uliye mume wangu, kaa pamoja na mimi. Unifurahishe kama nilivyokuwa nafurahisha yule shetani alikuwa anajifanya ananipenda, kumbe ananiumbukiza shimoni. Njoo Bwana kaa ndani yangu. Njoo Bwana tuimbe pamoja. Njoo Bwana tusome neno pamoja. Njoo Bwana tukatoe pamoja. Njoo Bwana tukaombe pamoja. Njoo Bwana tukatie moyo pamoja. Njoo Bwana tukafariji pamoja. Ataitika, atakuja ndani yako, maana aliahidi atakama atafanya makao ndani ya moyo wako. Hata kama anasema hapa tutaona itakuwaje hapa, watashangaa unapita na kicheko. Hautapita ukiomboleza, utapita na kicheko, maana mfariji uko pamoja na wewe. Anasema nimepita hapa. Unajua alishaahidi kwamba kwenye moto atakuwa pamoja na sisi, kwenye maji mengi atakuwa pamoja na sisi, wakati wa taabu atakuwa pamoja na sisi. Aisema yeye mwenyewe ametuahidi kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Bwana, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, kama isingalikuwako ningaliwaambia, lakini nawaambia kwa ujasiri ya kwamba niko pamoja na ninyi, nitakuwa pamoja na nyinyi hata ukamilifu wa nini wa dahari. Hebu sema amen. Fungue moyo wako ili Yesu akae na wewe. Akikaa ndani yetu Roho Mtakatifu akijaa. Sikiliza. Anasema hamtafundishana wewe na mwenzio mkisema mjue Mungu, maana kila mmoja atanijua. Kwa namna gani? Kwa sababu ninakaa ndani yenu. Yaani nitakuwa nikinong'oneza mmoja, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Ndio maana nakwambia kila wakati, katika kila eneo la utumishi, usisubiri kuambiwa. Yaani usisubiri kuelekezwa, ujue yani pasayo ni yapi. Maana wanasema mnawaza nini juu ya Bwana. Ukiona kabisa wewe ni mwana wa Mungu na ni mtumishi wa Mungu na ni mtuma Mungu, waza kila kitu hapo leo nafanya nini kwa ajili ya Bwana ili nimpendeze. Mbona watu wanajitahidi, anakwenda na kopa hata kabocha ili tu amwambie mpenzi wake kwamba jamani, umeamkaje, umekula nini? Je, kwa nini tusimwambie Mungu wetu ya kwamba Bwana, sijui Bwana unapenda nini kwangu nikutendee katika siku ya leo? Niimbe kawimbo kapi Bwana, nifanye tendo gani jema ili ufurahi Bwana. Roho wa Mungu aliye ndani yangu usihuzunike. Na maandiko yanasema msimhuzunishe Roho wa Mungu. Mungu hataki tumhuzunishe Roho wa Mungu, anataka tumfurahishe. Maana yake anafurahishwa kwa matendo ya haki, matendo mema, matakatifu. Kila unapotenda njema, kila unapotenda takatifu, anafurahi. Roho Mtakatifu anaanza kunenepa ndani yako.
Unawahi kuona utamu wa kuishi na Roho Mtakatifu? Wakati watu wanasikitika vichwa hivi, wewe unatikisa kichwa hivi. Unatikisa kichwa hivi. Wengine wanatikisa hivi, unatikisa hivi. Unaelewa maana hii namna mbili za kutikisa vichwa? Anayetikisa hivi anasikitika. Lakini anayetikia hivi, kuna kitu ni kama yaani kinashuka. Hapo sawa. Kaangalia ukikuta tunahubiri watu kama hivi, alafu mtu anatikisa kichwa hivi, unajua anakataa neno, anapingana na ile neno. Ukikuta mtu anafanya hivyo, anakubali. Ndio. Maana neno linashuka linapenya mpaka ndani ya moyo wake, kwenda kutengeneza maisha yake, kutengeneza mawazo yake, kutengeneza maneno yake, kutengeneza tabia yake, kutengeneza fikra zake, ili amfanane Mungu aliye hai. Sema amen. Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu, anatupa wajibu wa kufanya. Unafikiri tutaambizana nyanyuka tu hivi tupige makofi? Yaani mwenyewe atakuambia umuhimu wa kupiga makofi, umuhimu wa kupiga kigeregere, umuhimu wa kupiga kirusi, umuhimu wa kurukaruka, umuhimu wa kumshangilia. Atatafsiri, Bwana nimekupa nguvu za kukanyaga, Bwana nimekupa nguvu na mikono, Bwana nimekupa sauti, Bwana nimekupa unusu. Hebu nitukuze Mungu kwa viungo vyako. Hebu usiku kwa kelele zako. Hebu usiku kwa sifa zako. Mungu anatukuza. Sema amen. Ataachilia amani ipitayo akili za kibinadamu, Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu. Ngoja nikupe dalili za watu ambao Roho Mtakatifu anakaa ndani yao. Ama kwenye mji, ama kanisani, ama popote pale utakapoenda, ishara hizi zitakutambulisha. Mfano kanisani, ukikutana watu hawaangaliani na mhubiri hivi moja kwa moja namna hii, asilimia kubwa wameangalia chini hivi, ujue njia zao haziko sawa. Unafikiri kwa nini? Kwani pepo limewahi kumwangalia mtu mbele kijivu? Haliwezi kumwangalia. Kwa hiyo wote ambao njia zao haziko sawa, ambao katikati yao kuna matengano, kuna chuki, kuna fitina, kuna hila, kuna husuda, hawataangaliana hivi. Hawataangaliana. Lakini watu ambao mioyo yao ni safi, walikosema heri wenye mioyo safi, maana hao watamuona nani? Bwana. Maana watamtazama, watakuwa na roho kumtazama kutoka ndani ya mioyo yao mpaka nje. Lakini wao ambao hawana mioyo safi, ni unakuta anajifanya amezama kweli, kumbe hapana. Hataki kumwangalia mama fulani, maana walitukanana jana, maana waligombana jana, maana alimfanyia vibaya, haitembea na mume wake, haitembea na mke wake. Kwa hiyo wananuna, hakuna roho wa Mungu ndani yao. Lakini watu wanaopendana utaona wanalipuka kama vile mlipuko. Yaani kuna kitu kinachaji, watu wananyanyuka, wanamtukuza Mungu aliye hai. Semeni amina kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Akikaa ndani ya mtu anajaza. Akisha kuthibitisha hauna kosa, una haki. Anasema wenye haki wangu ni majasiri kama nani? Kama simba. Wenye haki ni majasiri kama simba. Siku moja nilikuwa na tafakari juu ya Mungu. Nikasema hivi, huyu Mungu anayesema na mimi ni wa namna gani? Ukitaka umjue Mungu, ukuna uweza wake, toka nje wakati wa mchana, wakati wa usiku, nenda mlimani ukaitazame kazi aliyoifanya. Nenda sokoni ukawatazame wanadamu wote, ukaangalie mito, wale wanaosafiri baharini, kaangalie mito, wale wanaokaa milimani, kaangalie milima. Ukikutana kabudu kaajabu na kaangalia, yote hiyo ni kazi, ndio uungu wa Mungu. Ina maana ukiwa na Mungu, mtu akitaka kupigana na wewe, aishushe milima, akaushe bahari, ashushe mabonde, akaushe wanyama, ni
nifanye pigane na wewe, maana hiyo yote ni kazi ya Mungu. Mungu anaweza kulitumia kupigana juu yako na kukutetea katika jina la Yesu. Nashangaa mtu anasema nimebaki peke yangu, Bwana ameniacha. Umjui Mungu wewe. Na ukisha mgundua Mungu amekuacha, ujue wewe ndio ulitangulia kumwacha kwa kutenda dhambi. Maana kinachoweza kumfanya Mungu akakaa mbali na mtu ni dhambi. Mungu kati ya vitu anavichukia juu ya mwanadamu anayempenda, aliyemfia msalabani, ni dhambi. Na hawezi akachukia wewe kuwa na dhambi kama hajakuambia. Mara nyingi Mungu amekuwa akituambia, na anapoona hatutii, hatusikii, ndipo Mungu anakasirika. Na nikwambie ndugu yangu, usiombe Mungu akakukasirikia na huku akiwa anakupenda. Nataka nikwambie, Mungu kama anakupenda alafu kamkasirisha, atakutandika. Haijawahi kutokea. Niliwahi kufanya fujo nikiwa shule ya msingi kule kwetu Mbeya. Wakati walimu wananipenda, nilikichora kwenye 18 zao, kumbe wananipenda bwana. Hebu sema amen. Kama yuko mzazi hapo ataamini ninachosema. Kama yuko mtoto unayempenda sana, alafu huyo mtoto akakosea, unakasirika kuliko watoto wengine, hata kama amefanya kakosa kadogo sana. Unakuta umekasirika usifanyeni, yaani hutaki kabisa potee. Sasa mimi ilitokea nilikuwa na 5. Mwalimu aliingia darasani, mimi nikiwa chooni. Kumbe watoto wengi siku hiyo tulikuwa tumetoka kwa, akakasirika baada ya kuona kuna magepu mengi. Akasema sasa kawatandika wengine, na wale waliokimbia kuja kule wakasema aisee, kule kumenuka kule. Mwalimu mkala anasema hivi, wote mlio nje mfuate ofisini. Na yule mwalimu alikuwa ni mkali. Kwa mchezo, bahati mbaya alishakufa. Tukabidi tugabe huko nje. Siku ikapita, hatukwenda. Kesho yake akaja kutuangalia tena, maana walimtajia ni fulani. Kesho yake tena siku hatukwenda. Akaniambia waje. Akawaambia wale walio darasani kwamba waje wanifuate ofisini. Tukajua huko ofisini sasa ndio shida. Mimi nikaamua siku ya kesho yake kutokukaa darasani. Walinisaka. Zikapita kama siku ngapi, nikajua limepita. Nikaingia darasani. Kumbe sio alishawaambia watu hakiingia niambii. Alikuja kunidaka. Sasa hakunipiga peke yake, alinipeleka ofisini. Yaani nikuta nikiangalia kwa kila mwalimu ananipelekea, kila mwalimu ananikemea, kila mwalimu. Alafu akasema huyu atakoa. Tukomeshe hii tabia. Tukomeshe. Wakagonga kengele. Usiombe watu wakakupenda afu wewe. Nilikuwa ni kadogo. Mwingine akakamata miguu, mwingine akakamata mikono, mwingine akawa anatandika. Watu 3, mtu mmoja. Tena mababa kabisa yenye nguvu. Nilipigwa, nazunguka hivi napigwa, kila mtu anapiga na mtoka. Unataka kuandika? Kunje samaki angali mbichi. Unapigwa. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu kama amekuchagua, amekupenda umtumikie, alafu fanya fujo, umfanyie ziaka roho wa neema, atakushughulikia mpaka tushika damu. Hebu sema amen. Utagusa hiki akiendi. Marafiki wanakukataa, unahangaika hivi, unakuta mambo yote hayaendi. Nini? Hataki upate faraja kokote mpaka urudi kwa Mungu. Uone imekuaje mambo haya yote yanagoma, hiki kinagoma. Nini? Akwambia ni kwa sababu yangu, na mimi naweza kuwatumia wote. Hao ni kazi yangu, ni watumishi wangu. Nikiwawekea mipaka hawawezi kukiuka. Sema amen. Sema amen tena. Lakini ndugu yangu, ukimfurahisha Bwana, utaona kila mtu ni rafiki yako. Kila mtu anakupenda. Kila mtu anakutendea mema. Kila mtu anakufurahisha. Wakubwa kwa wadogo, wageni kwa wenyeji, wa mbali na karibu, matajiri kwa maskini. Kila unachokifanya kinapata kibali. Kila unapokwenda unapata kibali. Kila unapolala unapokelewa. Hebu farakana na Mungu uone. Utashangaa mpaka ardhi na kukataa. Hebu sema amen. Mpaka miji ya ugenini na kukataa. Yaani umetokea tu ni umeleta giza.
yakifika tu aiza mahali pa kubeba ili yakume sana, lijua linakauka sana hayabebi, au anasubiri tu umevuna umeweka ndani, umevuna magunia yako na 1, 2, 3, 10, 20 ngapi, alafu anakausha, anasubiri tu mifugo yako, anasubiri tu duka lako, anasubiri tu chochote unachokifanya kifike kwenye point ambapo fimbo unajua Mungu anaposema nitakutandika, wengi wanasema nitachukua fimbo ya milingoti awapige. Nataka nikwambie, sikiliza nikwambie, anakupigia kitu ambacho umeweka tumaini asilimia zote, anakutandikia hapo. Unapojiuliza yeye nimekuwa ninasikitika, anataka umkumbuke yeye, anataka kuambie Bwana nimekutandika kwa sababu wewe umegeukia mambo yako, umeniacha mimi, wewe umeacha kunitukuza mimi na tenda dhambi, nimekuumbia huo mwili niubilie injili, alafu wewe unautumia huo mwili vibaya, na ndio maana nimekutandika. Kuna wakati mwingine kuna mtu unaweza kaumwa, Mungu akisha gundua hilo mwili naanza kukutumikisha, linawaka tu hovyo, matana hovyo tu, analipiga ugonjwa, tuone kama itawaza usinzi. Litawaza usinzi hilo mwili, sasa nilipiga ugonjwa, inabidi shika damu. Hebu sema amen. Semeni amina kwa jina la Yesu. Nazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu akiisha kumjaa mtu, anamhakikishia kwa habari ya dhambi. Yeye pekee, hata kama hajakwambia mtu yote, anakwambia wewe ni mtenda dhambi. Wewe umehukumiwa kwa dhambi zako. Ukiwa na haki anakuthibitisha. Ukiwa unatembea na hukumu anakuthibitisha. Mambo mengi yanafanyika kwa watu hasa waliookoka. Maandiko yanasema ikiwa hukumu itaanza katika nyumba ya Mungu, maana yake kwa waaminio, je, si zaidi sana kwa wapagani? Kuna mtu mwingine anadhani wakati kwa kuwa umeokoka, kwa vile mimi ni mchungaji, Mungu hawezi kunirudi, na kama hanirudi basi mimi ni mtoto wa haramu, lazima nikikosa ataniadhibu tu. Na kuniadhibu kwake sio kwa sababu ananipendi, ni kwa sababu anataka nikae kwenye njia ya haki, kwenye njia salama. Nataka nikwambie watu wa Mungu, mengi yaliyotupata sio kwa sababu Mungu hakutaka, Mungu hakuyaona. Mengine yanatupata ni kwa sababu Mungu anaona ni njia ya kifigo ya kututandika. Mimi huwa najijuaga nikitandikwa na Mungu, najijuaga tu. Na kama hujijui kwamba hapa nimepewa na Mungu, utakuwa na hatari kubwa sana, maana hutapona. Lazima ujijue kwamba hiki ni kiboko cha Bwana hiki. Amen. Kuna nyakati moja najikuta imekauka wiki nzima, imekauka wiki ya pili, imekauka mwezi umekauka. Najiuliza mbona nimekaukiwa sana na mambo fulani, na napata shida sana. Nasikia kasauti kachinje na wewe. Kione kinanisauti kasi. Hiki ni kipigo nataka kuzoelea. Ndiko hapo. Nataka kuabudu pesa nakupiga hapo. Ina Mungu hataki pesa ziwe tegemeo letu, ila Mungu ndiye awe tegemeo, anayetupa pesa. Na mimi namuomba Mungu, yaani kila napoona nataka kupotea, ataandike na fimbo ya upendo, sio ya kuniangamiza, ya upendo ili nisife. Ataandike lakini nipone. Hebu sema amen. Ndugu, naamini fimbo ya huku duniani aheri kuliko fimbo ya kule kuzimu jehanamu kule. Ile ni hatari ndugu, hakuna tumaini kule. Si afadhali utaandika huku duniani? Alafu Mungu sasa, kama ulikuwa hujui, anapiga mwenyewe, alafu anakuja kukuunguza mwenyewe. Hujawahi kumwona mama? Na maandiko yanasema hivi, mama aweza kumsahau mwanae, lakini si Mungu. Kama vile unavyomuona mwanae, mama akikasirika na piga. Alafu baada ya muda mfupi anashangaa, njoo, nyamaza mwanangu, nyamaza. Usirudie tena, nyamaza. Anambembeleza. Ndivyo na Mungu alivyo. Lakini si umepigwa? Hebu sema amen. Unakuwa tayari umepigwa. Ingawa umenyamaza, lakini kuna tukovu tumebaki tu afimbo, zimevimba. Ukishika unaona nimetandikwa hapa. Na Mungu huwa anatutandika, na afadhali ujue hapa Mungu amenitandika, una heri. Lakini kama hujui unazidi kulalamika, unajifanya unajipa haki,
utatandikwa kweli kweli. Hebu sema amen. Sema tena mimi na mteule wa Bwana Yesu Kristo ni hai. Tukiangalia tena katika kitabu cha Yohana sura ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 18 anasema, watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri, kwa kuwa tuna ujasiri kwa Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwanaye wa pekee Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupenda. Lakini mstari wangu ambao natamani upate kufahamu ule mstari wa 20 na mstari wa 21. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Utajua tu mtu akitenda dhambi mahali palipo na Mungu, utamgundua tu. Nikupe ishara. Ukitaka kujua kuna mtu fulani ametenda dhambi, hayuko salama ndani ya moyo wake, mahali kwenye madhabahu palipo na roho wa Mungu, jambo la kwanza, hebu sema amen, anaacha kukaa viti vya mbele. Amen. Unanisikia ninachokisema? Anaacha kukaa viti vya nini? Vya mbele. Jambo la pili, anaanza kuwa mchelewevu sana, anakuwa anakimbizana na dakika za mwisho, alafu anakuwa anawahi sana kuondoka kanisani. Amenyamaza huyo miongoni mwao. Anajifanya ni mtulivu sana, ndio akiroho sana, lakini kuna kitu kimeukamata moyo wake. Alafu utamwona na changamko kanisani, hasa pale ambapo tatizo limeanzia kanisani. Kama hana amani na mmoja miongoni mwao kanisani, ndio kabisa. Alikuwa ni mtu anapenda kuja mbele, kuruka, kuimba na kucheza, kuimba. Utashangaa sasa hivi turuke kwenye kitu, turuke. Hawezi karuka, maana yule adui yake atamuona, aliye na fitina naye atamuona. Hebu sema nani? Alafu akiona yule ambaye anadhani wamekwazana naye, akiona na furaha, utashangaa na kumbe linajifanya. Hapana, hatuhitaji kuwa na roho hiyo ndani ya kanisa. Kama tukiwa na roho wa Mungu, tunapomwona mwingine anacheza na roho anakutia moyo, unacheza, acha kukunja uso, acha kukunja mara kwa kutia watu wanaofanya vizuri ndani ya Mungu aliye hai. Hebu sema amen. Na wale watu waliompokea roho wa Mungu walidumu kwa moyo mmoja na kwa roho moja, wakifanya mambo yote kwa shirika moja, kwa ushirika wa roho wa Mungu. Sema amen. Mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri. Unajua kuna wakati mwingine sio lazima lihubiriwe neno alafu watoe wito wa kuja kutubu mbele ndio uche. Yaani wewe mwenyewe ukigundua na hukumiwa katika jambo. Na niliwahi kufundisha mahali hapa. Kuna watu niliwahi kufundisha labda kwa faida ya wenyeji wageni. Kuna toba za aina kuu tatu. Yaani nikisema zaidi, yaani vipengele vitatu. Kuna toba nyingine ni ya wewe na Mungu tu. Yaani uliwaza vibaya. Kwa mfano umewaza uzinzi, umewaza wizi. Si ndio? Hakuna anayejua mwanadamu, ni wewe tu. Lazima
Lazima uende wewe kama wewe na Mungu, naomba unisamehe, nimewaza mawazo machafu, nimewaza uzinzi, nimewaza kuiba, nimewaza fulani vibaya. Mungu naomba unisamehe, naomba toba. Wewe kama wewe na Mungu, hapo unatubu. Kuna wakati mwingine unajua kabisa kwamba nimemkosea mtu. Yaani kuna mtu nimemkosea baraka kabisa, nimefanya kitendo kisichompendeza, baraka ambacho ni kibaya kwa baraka na kwa Mungu. Lazima uende wewe kama wewe kwa huyu mtu, mwambie Bwana, naomba unisamehe, nimekukosea mtumishi wa Mungu, nimetenda uovu, nimekusekenya, nimekuibia, nimekufanyia hiki na hiki. Wewe kama wewe peke yako, nenda ukapatana na ndugu yako. Kipengele cha pili, umefanya jambo ambalo limeathiri mwili wa Kristo, kwa maana ya kanisa. Umetenda kitendo kinyume cha Mungu aliye hai, kinacholifedhesha hadi kanisa na watakatifu wenzako. Maana maandiko yanasema maraumu yao yalinipata mimi, maraumu yangu yaliwapata wao. Ukifanya jambo lolote ambalo kanisa litatukanwa, Kristo atatukanwa, ujue itakugharimu kusimama mbele ya watakatifu. Hebu sema amen. Wala usione haya. Mfano, umepigana huko nje, zikavuma habari kwa fulani, wa kanisa fulani amepigana, ametukana, amepigana. Zikivuma tutataka utubu hapa mbele. Useme, jamani, nilipigana, naomba mnisamehe, ili mioyo ya watu hii uisafishe, isije ikatenda dhambi kwa kukununulikia, kwa kukuona ufai. Kwa sababu kitubu tu kimya kimya kipekee, watakapoona umesimama mbele na unasifu, watasema anasifu aliyepigana, anahubiri aliyepigana. Lakini kama ukisimama, jamani, ni mtenda Mungu dhambi, nimekosea, mioyo ya watu yote itasunzika. Watajua huyu kapona kwenye hili. Kwa siku utakaposimama kwenye huduma yoyote ile, hawatakuwa na shida na wewe, hawatakuwa na mawazo na wewe, hawatakuwa na chochote na wewe. Watajua umepona kwenye dhambi ile. Lakini tumesikia ulidondoka kwenye dhambi ya uzinzi, hatujaona umetubu popote, na walisema lile kanisa ni wazinzi, kalikwenda karudi. Alafu nataka ukiingie kimya tu, ukae kimya tu, utumike kimya tu, labda madhabahu nyingine, lakini sio hii. Haitatokea hiyo. Yaani mpaka naondoka labda, na sijajua Roho wa Mungu ataendelea kuwepo, atanyanyua mtu mwingine kwa aina ile na kuzidi, ili asimamie kweli ya Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kama uwezo ukamsafisha Yesu uliyemchafua hadharani, humpendi, umemwonea. Maana umempenda shetani, umemfichia shetani, kwa sababu unampenda zaidi kuliko Yesu. Makanisa yamekufa watumishi wa Mungu hivi. Mtu amevuka mwili wa Kristo, ameuchafua, ameupaka matope. Chungaji ukisimama kuhubiri, unaonekana ni takataka tu. Anahubiri nini? Lakini siku atakapojua kwamba mnasikia yule aliyezini kule, wewe kwanza alisimamishwa huduma, pili ilibidi atengeneze ndani ya kanisa. Na kuna wakati mwingine tutalazimika kusema na mikutano ya hadhara. Tunasimama hapo, tunaona alikuwa ametenda dhambi lakini amepona sasa hivi. Tuambieni kama kuna wachunga wengine alionao huko nje, semeni tumshushe kwenye huduma hata sasa. Huo ndio ulikuwa Pentekoste uliotikisa misingi ya dunia. Huo Pentekoste wa kwanza. Huo hakutaka shekeli, kutaka pesa, kutaka idadi ya watu. Haupo. Ndio tunafanya tuwe madhaifu kwa Mungu, kwa shetani, tuwe wanyonge, anatuonea. Hapana, lazima tukatae kwa jina la Yesu ya hai. Lazima turudishe heshima ya Yesu ile aliyoitoa pale msalabani. Lazima turudishe kwa jina la Yesu ya hai. Kwa sisi tunaopenda kwenda kuhubiri, lazima tuhakikishe kila kona tuna ushuhuda mzuri. Na lazima wengi wanapenda kwenda kuhubiri mbali ambako hawajulikani. Anzia hapa. Maanake tuhubiri hapa Nemba, tuimbe hadharani, tuhubiri hadharani, ili na sisi tukosolewe makosa yetu hadharani. Na wengine wanachukia kukosolewa. Jamani, penda sana kukosolewa ili uendelee kuimarika na kujenga kuwa sawa, kusafika uwe imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatakiwa mkienda mahali kuhubiri, yaani watu wanabaki
Yaani wanabaki wanasononeka, wanasema tutahukumiwa. Yaani wasiwe na neno lolote la kuhubiri kuhukumu juu ya watakatifu wa Bwana. Wakiwatazama kuanzia nje mpaka ndani, wasione dosari. Na waambiaga waimbaji, anasema ukienda mahali kokote kule kuimba, shangaa mpaka malevi, mpaka mazinzi na yeye yanashangilia na mimini vyao, mwenyewe hapo mnafanya kazi zero, sifuri kabisa. Neno lazima lishughulikie watenda dhambi, wasiwe wanafurahi na wao. Lazima wasononeke, waomboleze, wajione hawafai, wajione ni watenda dhambi, mpaka na wenyewe wanafurahi na mimini vyao, wanafurahi, wanacheza. Ujue hapa kunapo Roho wa Mungu anayehakikisha mioyo ya watu, anayehakikisha hukumu. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Lakini ukiimba mkakuta watu kimya, wako wachache wanaompenda Yesu, kule mwishoni kwa heshima ya Yesu watamtukuza Mungu, hapo mnajua tumefanya kazi ya Mungu. Sema amen. Sema amen. Lakini mpaka makahaba nao wanaruka, wanapiga na vigelegele makahaba. Wewe injili ambayo ni moto, ambayo inachoma. Mbona zamani walikuwa kimba injili hiyo inachoma, hiyo injili ya Yesu inachoma. Watu walikuwa wanakimbia makahaba. Ukiona kahaba amekuja kwenye mkutano wa walokole, ujue kakamatwa na Mungu mwenyewe. Leo hii wanakimbia watu na vimini vyao, wanaenda ndio wa kwanza wewe ni kwa sababu Yesu hayupo. Huu mkutano ni mkubwa sana, tumebandika na mabandiko na matangazo huko. Kama tungekuwa tunadimba hapo, ungeona watu wamekuja kuangalia, watu wa Mwanza, watu wa Mleba, tukaangalia na Paya, tukaangalia nini, sio mchezo. Sema amen. Akiingia mtu hapa amekusudiwa na mbingu. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Ndio. Watu walishida, tumeamua kwenda mbinguni. Sema amen. Tunashika kanuni, walipo wawili watatu kwa jina langu nipo katikati yao. Hebu sema amen. Sema tena amina. Na tukiwa wawili watatu pamoja na Bwana, tunahisi ni kama tuko mamilioni ya watu, ni kama vile matilioni ya watu, ni kama vile maelfu. Tunaona kama sauti za maji mengi ikitiririka na kumwagika, na malaika wanatusupport wakiwa upande wetu, tunajikuta tuko wengi.